Karibu sana mtazamaji wetu wa chaneli ya Farm TZ. Uendelee kujipatia elimu zinazohusiana na ujasiriamali pamoja na ufugaji kwa ujumla. Kwa jina naitwa Fadhili Mfaume, ni mjasiriamali ninayejihusisha na ufugaji wa sungura wa kisasa. Napatikana katika mkoa wa Lindi. Katika video hii utaenda kujifunza mambo 12 ambayo yanahitajika uyafahamu na uyajue vizuri kabisa kabla ya kuanza ufugaji wa sungura wa kisasa, ili uje kupata matokeo yaliyokuwa mazuri katika mradi wako. Baki nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii ili upate kujifunza zaidi. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare video zetu katika magrupu mbalimbali ya mitandao ya kijamii. Kama unahitaji ufanikiwe na upate matokeo yaliyo mazuri katika mradi wa ufugaji wa sungura kisasa, kabla hujaanza na kushauri zaidi, kuna elimu lazima ujifundishe, na hizo elimu ndio ambazo zitakaye kusababishia wewe uje kupata matokeo yaliyokuwa mazuri katika mradi wako. Elimu ya kwanza lazima ujifundishe kuhusiana na lengo lako lililokufanya wewe utake kuanza ufugaji wa sungura wa kisasa. Kila mtu anakuwa na malengo mbalimbali, na hii kutokana, kwanza lazima afahamu bidhaa gani zinazotokana na huo ufugaji wa sungura. Ukishazijua bidhaa zote ambazo zinazalishwa kutokana na sungura, inakuwa rahisi zaidi hata wewe mwenyewe kujiongezea lengo lako, na utafahamu zaidi lengo lako kuu litakuwa ni nini. Unaweza ukajikuta kwamba ulikuwa unahitaji kuanza mradi wa ufugaji wa sungura, lengo lako kuu likawa labda kwa ajili ya nyama, na ndio ulikuwa unalifahamu hivyo. Sasa unakuja kufahamu zaidi kwamba sungura anazalisha pia mbolea asili ya mkojo wake pamoja na samadi, ila pia anazalisha ngozi na anazalisha kucha na anazalisha pia manyoya. Kwa hiyo hapo utakuwa ushatanua zaidi wigo la lengo lako, na utakuwa unajua kabisa nianze sasa mradi wangu kwa mazumuni na lengo langu kuu litakuwa nini. Aidha unaweza ukaongeza bidhaa zaidi au ukadili na bidhaa yako hiyo hiyo moja ambayo unahitaji wewe mwenyewe kwa wakati huo. Jambo la pili la kujifunza na kulifahamu vizuri ni kuhusiana na aina bora ya sungura ambao unataka kuiweka katika huo mradi wako. Na hii utapata jibu hili kutokana na lengo lako kuu wewe mwenyewe uliojiwekea. Mfano, ulihitaji labda kufuga sungura kwa ajili ya kuzalisha nyama. Lazima ujue mbegu gani zilizokuwa bora zaidi katika uzalishaji wa nyama kwa sungura. Au ulitaka kuingia katika soko zima kuhusiana na sungura wa mapambo. Lazima pia ujue ni sungura gani ambao wana sifa nzuri kwa ajili ya mapambo. Na hata kama unahitaji kwenda katika soko zima kuhusiana na manyoya, uvunaji wa manyoya ya sungura, kwa hiyo pia lazima utambue mbegu gani ambazo zilikuwa bora na nzuri zaidi katika eneo hilo. Jambo la tatu, lazima ujifunze na ulijue vizuri kuhusiana na mfumo upi bora zaidi katika ufugaji huo wa sungura, kutokana na huo mradi wako unavyotaka kuanzisha wewe. Kama unataka kuanzisha mradi kwa ajili ya kibiashara au wewe mwenyewe binafsi, kwa hiyo lazima ufahamu hapo utaenda na mfumo gani. Kuna mifumo ya aina 3 ya ufugaji sungura. Kwa hiyo hapo utaangalia kama unataka mfumo wa kibiashara utachagua mfumo gani, na kama unataka mfumo wa kawaida kuwafuga tu mwenyewe kama hobbies utachagua mfumo gani ambao utakupelekea wewe mwenyewe kuanza huo mradi wako. Kwa mahitaji ya mbolea asili ya mkojo wa sungura, wasiliana nasi kwa simu namba 0623191238, na tunauza kwa bei nafuu sana na tunatuma popote pale ulipo kwa uaminifu mkubwa kabisa. Hii ni mbolea asili kwa maarufu zaidi kwa kilimo hai. Inafanya kazi ya kufukuza na kuua wadudu waharibifu katika mazao mbalimbali pamoja na kukuza mimea hiyo kwa haraka zaidi. Jambo la 4 la kujifunza zaidi ni kuhusiana na ujenzi wa mabanda, na hii itakujulisha pale unapotambua utaanza kufuga kwa kutumia mfumo gani. Kwa hiyo huu mfumo ndio utakuwezesha zaidi kufahamu kama ni mfumo wa kisasa utatumia gharama gani na utatengeneza mabanda ya aina gani, na hayo mabanda yawe na sifa gani, ili mradi kwenda sawa na huo mradi wako. Na kama unataka kufuga mfumo mwingine ambao sio wa kisasa,
nao utajua utatumia mabanda aina gani au utatumia ujenzi wa aina gani. Kwa hiyo hili pia ni swala la msingi sana la kujifunza na kulifahamu vizuri kabisa kabla ya kuingia katika mradi wako wa ufugaji sungura. Na tunaendelea kutoa mafunzo ya ufugaji wa sungura wa kisasa kwa gharama ya shilingi 5,000 kwa muda wa mwezi mmoja. Katika mafunzo haya utajifunza mambo mbalimbali ambayo yanahusiana katika ufugaji wa sungura wa kisasa, kuanzia changamoto zinazotokea katika mradi huu, jinsi ya kutibu magonjwa na kujua dalili za magonjwa ya sungura, jinsi ya uleaji wa sungura na jinsi ya upatikanaji wa masoko ya sungura pamoja na bidhaa zake kwa ujumla. Jambo la 5, lazima ujifunze kuhusiana na lishe bora kwa sungura wako. Kabla ya kuingia katika huu mradi wa ufugaji sungura, hakikisha kwamba unafahamu lishe gani iliyokuwa bora zaidi kwa ajili ya sungura, kwa ajili ya ukuaji mzuri na kujenga afya iliyokuwa bora kwa sungura wako. Na sio ujifunze kuhusiana na chakula, maana kuna tofauti kati ya chakula na lishe bora kwa sungura wako. Ni vizuri pia ukajifundisha pia namna ya kutengeneza mwenyewe chakula ukiwa nyumbani kwako, ili kupunguza gharama za kifedha katika ununuzi wa chakula vya madukani. Jambo la 6 la kujifunza katika mradi wa ufugaji wa sungura kabla hujaanza ni kuhusiana na uzazi na malezi. Na hapa lazima utambue sungura anapofika muda gani ndio anakuwa vizuri zaidi kwa ajili ya kumwandaa kama sungura mzazi, na muda gani utakuwa mzuri zaidi kuanzia kumpandisha sungura huyo, na mifumo ya kulea mimba ya sungura huyo pamoja na uleaji uliokuwa bora wa hao watoto ili waje kukua vizuri na uje kupata matokeo yaliyokuwa mazuri katika mradi wako. Leo nitaishia hii pointi ya 6 na video inayofuata nitazungumzia pointi 6 zilizobaki katika hizi pointi 12 au mambo 12 ambayo unapaswa uyafahamu kabla ya kuingia katika mradi wa ufugaji wa sungura. Endelea kusubscribe, kulike, kushare video zetu katika magrupu mbalimbali ya mitandao ya kijamii ili kuwavutia zaidi ndugu zetu na wajasiriamali wenzetu ambao wanahitaji kuingia katika mradi huu wa ufugaji wa sungura kisasa, wapate kujiongezea kipato zaidi. Asante na tukutane katika video inayofuata.